Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Netanyahu amesafiri kuelekea Marekani kwenda wa vijana wa lugha ya mjini wanasema kwenda kupigisha shoti. Anaenda kupigisha shoti wenzake. Nilimsikia msemaji wa Wizara mambo ya nje ya Irani Ismail Baqai anasema anapeleka unafiki. Hivi ingekuwa mfano anaishi hapa kwetu sisi Uswahilini huku na hiyo tabia, sijui angekuwa na jina gani, sifahamu. Yani watu wangemuita jina gani? Yani cha umbea au anapeleka nini, mchonganishi, mfitinishaji au vyovyote itavyokuwa. Angepewa sijui jina gani. Lakini ndio hivyo, anaelekea Marekani. Anaelekea Marekani katika kile ambacho kinafahamika kama kwenda kuhudhuria kwenye mkutano ule wa bodi ya amani. Lakini huo mkutano uko mbele, si katika dharura yake ambayo imempeleka. Yeye amekwenda dharura kabla kwa bila mwaliko. Amekwenda kwa yeye kuomba mwaliko kwa sababu ametaka kuzungumza kwa dharura sana. Wakati akielekea Marekani, huko ndani ya Israeli kuna taarifa ambazo ziliandikwa na vyombo vya habari kadhaa vya Israeli vikisema kuwa Israeli wamemaliza kufanya marekebisho ya mfumo wao wa anga. Mfumo mkubwa zaidi wa Israeli wa anga ni David Sling, ambao mfumo wao wa ulinzi wa anga. Unajua wana ile Arrow, wana Iron Dome, halafu wana hii mpya Iron Beam ambayo Netanyahu alijisifu nayo sana wakati wanaizindua mfumo wa laser, mfumo wa kwanza duniani ambao utakuwa na uwezo wa kuzuia makombora kwa kutumia laser. Lakini hatuwezi kusema ni wa kwanza duniani kwa sababu kabla Israeli hawajatangaza, China mwaka jana walionyesha kabisa kwenye maonyesho yale ya kijeshi ya kumbukumbu zao, walionyesha uwezo wao, walionyesha kuwa wanayo laser ambayo ya uhakika. Lakini baada ya Israeli alikuja kututangazia kuwa yeye atakuwa na mfumo wa ulinzi wa anga wa kwanza wa laser, ambao unajua huu mfumo, yani dunia inakwenda kwenye teknolojia ya mbali kabisa. Si tena labda mfumo ambao kama ilivyo David Sling, mifumo kama Iron Dome, sijui mifumo gani ambao ni lazima litoke kombora likapige kombora. Hii ni mfumo wa laser tu ambao una uwezo wa kuzuia moja kwa moja kulisambaza kutokea kule. Sasa ukiangalia mfano uwezo kama teknolojia imefika huku, manake kuwa dunia inaenda kupunguza gharama kubwa zaidi ya gharama za kijeshi. Mfano Israeli mifumo yake, mfumo mdogo kabisa wa Israeli wa Iron Dome ambao ni mfumo kwa ajili ya rocket na makombora madogo madogo ya masafa mafupi, yani yasizidi kilomita 70. Ule ni mfumo Iron Dome wa kawaida ambao kombora moja lilikuwa linakwenda mpaka $500 mpaka yani kati ya $200,000 na $500 kwa ajili ya kuintercept. Sasa zile batteries zinakuwa ngapi? Mara nyingi zinakuwa ni 8. Kwa hiyo zile kila inavyotoka ni pesa. Sasa kuna wakati ulikuwa unawaza kuwa ukiangalia wale Hamas, yale makombora wanaoyatengeneza kule ndani wanatengeneza wao, yani wamejifungia kwenye viwanda vyao vya ndani, wanatengeneza makombora ya kawaida kabisa ambayo gharama yake inaweza lisifiki hata $2,000 au $3,000. Wanarusha, wao unatumia gharama kubwa kupangua. Kwa hiyo kuna wakati vita inakosti gharama kubwa sana. So wamemaliza kufiksi mfumo wao wa David Sling. David Sling ndio mfumo mkubwa zaidi. Wanasema vyombo vya habari vinasema kuwa kulionyesha ishara, wanasema katika ile 12 days war, ile vita ya mwaka jana, kulionekana ishara ya mfumo kutokufanya vizuri. Hawawezi kukuambia mfumo ulifeli au ulishindikana. Kwa hiyo wanakuambia kulionyesha ishara ya mfumo kutofanya vizuri. Kwa hiyo walikuwa wanaenda kurekebisha upungufu ulioonyeshwa na mfumo. Na sasa wanasema kuwa mfumo uko tayari, wakati Marekani anatajwa kuwa vikosi vyake katika awamu hii vimeisha kamilika. Yani vya kuna awamu ya pili, yani awamu ya kwanza, ule mpango wa awamu ya kwanza wa Marekani tayari
vifaa vyote vimetimilika, ila sasa kuna awamu ya pili ambayo itakamilika baada ya wiki moja. Kuna mtu mmoja aliniuliza juzi kuwa, Rahbi, unaweza kuamini kuhusu hiki kinachoendelea kati ya Israeli na Marekani na kile kinachoendelea kati ya Iran, katika kile ambacho kinaonekana kama Trump vile hataki kuelewana na Israeli katika hili unataka kuliamini? Narudi pale ambao huwa nawaambia kuwa mambo mengi yanayotokea, mambo mengi yanayoendelea, mfano linapokuja swali la Israeli, kati ya Palestina, Israeli na washirika wengine na Israeli, usiamini sana taarifa za kusikia. Yani taarifa za kusikia mara nyingi zinatengenezwa katika kutaka kuweka mambo fulani ili wewe uweze kuyaona katika mwelekeo ule, lakini chini ya meza kuna vitu vinaendelea vingi sana ambavyo huwezi kuvielewa. Ndio maana hata mashambulizi yale ya siku 12, vita ya siku 12 yalivyofanyika, alionekana ni Israeli alifanya mashambulizi, lakini Trump alikuja kukiri kuwa tulipanga mipango wote kwa pamoja. So linapokuwa swala la Israel na Marekani, usiwaamini kabisa kwa drama yoyote wataka kuchezea kuwa, na ndio maana Iran wanasema kuwa hatuwaamini, yani kuwa wote hatuwaamini kile wanachoonyesha, kama sijui kama kuna kuelewana, kuna kutofahamiana kati ya Trump na Netanyahu. No. Unajua kuna Trump na Netanyahu, alafu kuna Israeli na Trump. Ni vitu viwili tofauti, kwa hiyo lazima uviweke pembeni. Hata kama Trump haelewani na Netanyahu, yani hata kama Trump haelewani na Netanyahu, lakini kuna wakati Trump anafanya kwa ajili ya Israeli, kwa sababu waliomweka Netanyahu ni wengine wako pembeni ambao wenye nguvu sana, wanachochea kila kitu wanachokiona kiko sawa. Hao ndio Trump anaowaabudu, sio Netanyahu wakati mwingine. Kwa hiyo atafata maagizo ya wale, kwa sababu kumbuka wakati wa ile mazungumzo ya awali yalikuwa yanafanyika, ile ya 12 days war, Netanyahu wakati huo walionekana kama kuna mpasuko mkubwa kati yake na Israeli. Wakati huo hata Netanyahu akasema kuwa Trump hana uwezo wa kufikia makubaliano yoyote ya nyuklia na Irani bila kuishirikisha Israeli, kwa sababu hana maseneta wanaomuunga mkono kwa kiwango hicho. Israeli inao maseneta wanaoiunga mkono. Umeelewa kuwa makubaliano yoyote ya nyuklia hapa lazima itabidi yarudi kwenye Senate ya Marekani, yakaidhinishwe na Marekani waidhinishe. Sasa nani maseneta? Maseneta wengi ni lobbying wa AIPAC, yani ni wale mateka wa mashirika ya Israeli, yale mashirika ya kizayuni ya Marekani, ndio mateka wale. Sasa wale ndio wataidhinisha makubaliano. Ndio maana Netanyahu anasema kuwa Trump hana uwezo wa kufikia makubaliano na Irani bila kuishirikisha Israeli. Alisema katika awamu ya kwanza, lakini walivyokuja kwenye ile vita aliyoanzisha Israeli, ulishindwa kutofautisha kati ya Marekani na Israeli. Huwezi kutofautisha. Kwa hiyo kuna wakati ili waweze kuwapumbaza huonyesha kama wako tofauti. Kingine nitakukumbusha, mnakumbuka wakati tunazungumza kuhusu makubaliano yale ya hii yanayotupelekea kama hii Gaza, hii vifungu 20 vya makubaliano, mnakumbuka ule mchezo uliochezwa? Na nikawaambia kabisa haya ni maigizo. Angalieni jinsi maigizo yanavyochezwa. Netanyahu anatoka Israel, anakwenda kwenye mkutano wa UNGA 80, anakwenda kuhutubia mkutano wa UNGA 80, anasema kuwa tutaendeleza vita yetu, hatuwezi kuzuiliwa na yoyote, na tunataka kwenda kwenye njia ambazo tunazoziona sisi vita ndio imeanza na hatuto stop mpaka tutimize malengo yetu. Yani anatoka kwenye mkutano anawahakikishia watu kuwa sisi tupo kwenye vita na tutaendelea kwenye vita na hatuwezi kustop kwenye vita. Anaitwa White House. Anafika White House, anapewa vifungu 20, mkataba wa vifungu 20 vya Donald Trump. Mkataba ule wa vifungu 20, mkataba 80% mpaka 85 uko upande wa Israeli, halafu anaupitia within, yani haikufika hata siku moja. Yani manake aliutazama tu akausoma akasema yes, sisi tumekubaliana na huu. Umeelewa hayo maigizo? Nikawaambia kabisa haya maandishi hayatofautiani na yale ambayo yaliwatoa maseneta kumbana Marco Rubio kuwa tuambie mkataba wa vifungu 28 sijui vilivyotoka vya Urusi na Marekani vilitoka wapi. Rubio akasema kweli
hivi vitu viliandikwa kule Moscow, na taarifa za siri zikathibitisha kuwa mawasiliano yalikuwepo kati ya Steve Witkoff na wawakilishi wa Moscow. Inaonyesha kuwa walikuwa, kwa hiyo hata ule mkataba wa Hamas au mkataba uliopelekwa Gaza dhidi ya wa Palestina ni mkataba ulioandaliwa Tel Aviv kwa maigizo, drama, ukachukuliwa ukapelekwa Marekani. Ikaja Trump akautoa kama alivyoutoa wa Ukraine, kuwa akasingizia kuwa haya ndio makubaliano ambayo yameandikwa na White House. Hayawezi kuandikwa na White House yakawa kiasi hicho. Yani kile ambacho walikuwa wakikidai Urusi ndio ukiandike vile vile. Yani kila kitu walichokidai wewe umekiandika vile vile. Yani kuwa mlikuwa mnaandika pamoja au mlikuwa mnaandika vipi? Ndivyo ilivyokuwa kwa Israeli, kuwa Israeli aliyokuwa akiyataka yote Marekani kayaweka mezani, yale yote, na kila kitu kilikuja vile vile. Kwa hiyo unapotazama kuhusu Israeli na Marekani, usiondoe jicho pembeni kwa kudhani kuwa hawa labda wana ugomvi fulani. Yani unaweza ukaja kuwa ni ugomvi binafsi wa viongozi, lakini wale viongozi ni lazima waitumikie Israeli. Kwa hiyo Trump hawezi kuacha kuitumikia Israeli kwa sababu ya ugomvi wake yeye na nani? Na Netanyahu. Hilo ni swala jingine. Maana yake kuwa Trump atatekeleza maagizo ya Israeli. Atatekeleza maagizo ya Israeli, sio ya Netanyahu. Atatekeleza maagizo ya Israeli kutimiza kile ambacho wanakiona. Nilikuwa nikizungumza na rafiki yangu leo kutoka Kenya. Alinitumia ujumbe, nikaona naambia anapenda sana Iran na anafuatilia sana vitu. Ananiambia, na hili nakubaliana naye, ananiambia, Rahbi, katika vitu ambavyo Israeli hawataki na hawasikii kuviona, unajua hii iko wazi. Na mimi nimekuwa nikiwaambia mara nyingi hiki kitu kuwa, yani kila nikichungulia kuepuka kwa mzozo, kwa vita, naona bado hiki kitu kiko mbali. Yani nahisi tu watatuangana kwa vyovyote vile. Yani lazima kupigwe, alafu baadaye mtu aseme hebu tutulie kwanza. Lazima kwanza kupigwe. Sioni, kwa sababu ni ukweli kuwa makubaliano ya aina yoyote, hata leo Irani iseme hivi, tutapunguza uwezo wetu wa makombora au tutasitisha utengenezaji wa makombora, hatutowasaidia proxy wetu, tutasimamisha urani ya 60% tuimixi, tuifanye na kila kitu. Matokeo ya hayo, yani unajua malipo ya hayo ni nini? Ni kulift sanction. Yani Irani itaweka mezani baadhi ya vikwazo ambao haivitaki. Yani maana yake kuwa kama Irani anaweza kuondoa haya yote, maana yake kuwa atapewa vingi. Katika hivyo vingi atavyopewa Irani ni kuondoa vikwazo vingi. Irani inahitaji mwaka mmoja tu wa kufanya biashara bila vikwazo. Mwaka mmoja tu wa kufanya biashara bila vikwazo. Na baada ya pale wana uwezo wa kurejesha Irani yenye nguvu zaidi kuliko hivi sasa, kuliko uwezo wa haya makombora. Kitu hicho Israeli hakitaki na anajua. Ndio maana Israeli, hata kama Irani akubali kufanya yote, Israeli hawezi kukubali. Yani Israeli hawezi kukubali vikwazo viondolewe kwa Irani aruhusiwe kufanya biashara. Hilo hawezi kukubali. Ndio maana harakati zao zote zinakwenda kwenye regime change. Yani mabadiliko ya utawala wa Irani, mabadiliko ya utawala. Yani ni mpaka wampachike Pahlavi, ni mpaka wampachike mtawala ambaye wanaweza wakakaa naye moja kwa moja kwenye chumba cha ikulu wakapanga naye. Yani ni mpaka wampate mtawala kama watawala wa UAE, ni mpaka wampate mtawala kama Al-Sisi, ni mpaka wampate mtawala kama Mfalme Abdullah wa Jordan. Yani kuwa tunaweza kuingia wakati wowote ikulu kwake na tukampangia cha kufanya, na hata tunaweza raia wake wakiingia barabarani tukamwambia watandike sawa sawa, na akawatandika sawa sawa kwa niaba yetu. Hilo ndio wanaweza wakaridhika, lakini hawawezi kuridhika kwa namna yoyote kwa makubaliano yoyote ya Marekani. Yani hiki kinachotafutwa hivi sasa ni kama sababu, lakini hata kama Irani wataridhia kusema tupunguze hili, Israeli hawawezi kuridhia. Kingine, Israeli katika vitu asivyovitaka kabisa ni diplomatic. Kama alivyoniambia ndugu yangu, anakuambia hahitaji uhusiano uwepo wa kidiplomasia kati ya Iran na Marekani. Ni kitu ambacho hakitaki kabisa, kwa sababu uwezo wa Irani wa ubunifu, uwezo wa Irani wa kuthubutu, uwezo wa Irani wa kujituma, na uwezo wa Irani wa kuzalisha hauwezi kufanisha na uwezo wa Israeli. Juzi Trump ametoa siri mwenyewe kwenye mkutano wa Davos, akasema kuwa wasijisifie, vitu vyote ni vyetu. Hayo makombora ni yetu, mifumo ya ulinzi wa anga ni ya kwetu,
kila kitu hicho ni cha kwetu, sisi ndio tumetengeneza hiyo, kwani tumewalebo. Umeelewa tofauti? Irani anasimama yeye kama yeye. Yani kama kungekuwa na uhusiano wa kidiplomasia kati ya Iran na Marekani, basi Marekani angeikumbatia Irani kwa nguvu zote, kwa sababu hii ni China nyingine iko hapo. Irani ni China nyingine. Wairani wamesoma sana. Wairani wana uwezo wa hali ya juu sana. Hawa watu ni wavumilivu kweli. Hawa watu ni wazalendo. Hawa watu wana uthubutu. Leo walikuwa wanaadhimisha miaka 47 ya mapinduzi yao ya Kiislamu. Wakafanya paredi, wamefanya gwaride la kijeshi kuonyesha katika kipindi ambacho wako kwenye pressure kubwa, lakini wanaonyesha uthubutu. Sasa ukimchukua Israel ukimfananisha ambaye ni mtoto ambaye naweza kusema Waswahili wanasema mtoto wa kishua, ambaye kalelewa kwenye mayai, anapewa kila kitu, wazazi wake wanamnunulia kila kitu, na baba wadogo wote wanamnunulia kila kitu, yani wajomba, washangazi, Ulaya yote wamemkumbatia huyu mtoto kwa kumdekeza kwa kila kitu. Unapomweka na mtoto anaitwa Iran ambaye ametengwa na wote, kabaki yeye tu na familia yake, akaenda kusoma na akaja na akili na uwezo na ubunifu mkubwa kwa kipato kidogo, kwa kuwa strong kuzidi mtoto wa kishua Israeli, Marekani angeipata fursa ya kusogea karibu na Irani, basi angeikumbatia Irani kuzidi Israeli kwa namna yoyote. Kwa sababu kuna kitu ambacho huwa ninawaambia kuwa Israeli ni muhusika, au naweza Israeli ni mshirika wa Marekani kimkakati tu ndio aliwekwa kimkakati, kwa sababu akawekwa kimkakati. Manake uhusiano wa Marekani na Israeli ni uhusiano yani umeungwa kwenye mfumo wa kisiasa tu. Huenda huko Marekani baadaye mifumo ya kisiasa ikija ikibadilika, ule uhusiano ukakatika kabisa, kwa sababu muunganiko pekee wa Israeli na Marekani umekonektiwa kisiasa. Na hili ndio wanatoa tofauti, kwa tofauti na muungano wa Israeli na Urusi, wenyewe ni muungano wa damu. Huu ni muungano wa asili, kwa sababu unajua wengi waliopo leo hapo Israeli ya sasa kiasili wanatoka Urusi, Ukraini, Poland. Ulaya Mashariki ndio imejaa hapo, ambao wanaitwa watu wa ahadi, walioahidiwa. Wametoka Ulaya huko Ukraini, wakaingia hapo kina Netanyahu, sio wametoka Poland, sio wametoka, lakini wengi ni Ulaya Mashariki wametoka. Sasa wengi wanajiconnect na Urusi kwenye asili ya damu, tofauti na Marekani unapojiconnect kwenye mfumo wa kisiasa tu, yani uhusiano wa kisiasa tu ndio umeconnect kati ya Israel na Marekani. Ndio kilichopo hicho. Sasa Marekani ni mtu wa fursa kwa watu wenye uwezo. Nenda kaangalia alichokifanya Japan. Kwa nini alikimbilia akaikumbatia Japani? Wale watu wana akili na wanampa faida kubwa, wanazalisha, wana uwezo kufanya nini. Leo anafanya biashara kubwa na Japani, Marekani anafaidika, lakini kawanyanyua wa Japani. Ni kama wa Korea alivyonyanyua, anafanya nao biashara, amewaondolea vikwazo, anafanya kila kitu, amekuwa. Lakini Iran Marekani anatamani zile akili zinazozunguka kule Irani zingekuwa zinazunguka kwenye viunga vyake, kwa sababu Donald Trump kaishafikia kuwaambia viwanda vya Marekani kuwa mnashindwaje kutengeneza Iran drone kama za Irani, ambao ni drone bora sana, zinatengenezwa kwa gharama ndogo sana, lakini zina ufanisi wa hali ya juu sana, mpaka wameenda wamepiga copy Shahid. Drone za Marekani zimeenda kuiga drone za Iran Shahid zilivyotengenezwa, yani kwa ubunifu wao, wakiwa kwenye vikwazo, wakiwa wamezuiliwa, wameondolewa teknolojia, wamezuiliwa kila kitu, lakini wanakwenda kwa umbali. So ukichukulia haya yote, ndio unarudi pale kwenye point na kuambia kuwa mimi kila nikichungulia hii vita inaweza isiwepo, kila nikipiga hesabu zangu naiona ipo. Sio rahisi, kwa sababu Israeli hawezi kuruhusu au hawezi kukubaliana na kuendelea kubaki kwa hii serikali iliyopo ya Irani. Hii serikali ya Irani, manake Trump anasema kuwa makubaliano hayakuwa mazuri ya Barack Obama. Kama makubaliano hayakuwa mazuri ya Barack Obama, na hawa kama wakija kukubaliana kwenye haya makubaliano, manake na wao watataka makubaliano bora zaidi katika kile. Sasa kuna ile trusted ambayo ya kutoaminiana. Israeli haamini kabisa Irani kuwa wanaweza kuwa eti wamestop, hawafanyi lolote. Hata kama wataondolewa sanction, yani lift sanction zote, yani vikwazo vyote viondolewe, bado Israeli atamwambia Marekani hakuna.
Hawa bado wana viwanda vya siri na wanatengeneza vitu vingine kwa siri, na hilo liko wazi. Israeli anaweza kuwa hadanganyi kwa hilo. Mimi mwenyewe napigia mstari kuwa Irani hawawezi kuwa wajinga kiasi hicho, hata kama watafikia makubaliano aamue kukunja miguu kuwa sasa tuna makubaliano. Wazoefu wanajua ulimwengu wa magharibi ndio ulimwengu pekee ambao hauheshimu makubaliano na yani haufati sheria, kwa sababu hawawezi wakakaa kwenye hayo makubaliano na wao wakatekeleza yaliyomo kwenye makubaliano. Kwa hiyo hata wao watakiuka makubaliano. Sasa hilo wanalijua na wanakuwa wanajua kabisa kuwa hawa watakiuka makubaliano. Kwa hiyo kama watakiuka makubaliano, ni lazima tujiandae kujikinga na kudhibiti kuwa pale watapokiuka makubaliano tunaweza tukawadhibitia kwenda wapi. Manake Irani kwa miaka 47 wameweza kusimama. Si rahisi. Yani sio rahisi kudhani kuwa ilikuwa bahati kufikia hapa. No, wamekosa kwenye majaribio mabaya. Leo wanajadili, wanasema kuwa moja ya kosa kubwa sana ambalo alilofanya Barack Obama, kutounga mkono maandamano ya demokrasia. Unajua mwaka 2009 Irani kuliibuka maandamano makubwa na vurugu kubwa, lakini Barack Obama aliendeleza kwenye mazungumzo ya nyuklia. Hawakudili tena na hayo masuala mengine sijui ya nini. No, wala hawakudili nao. 2009 kulikuwa kuna maandamano makubwa ambayo Marekani sasa wanasema kuwa tulifanya makosa, kwa nini hatukuyaunga mkono yale maandamano? Labda chochote kingekuwa kimeisha badilika. So makombora, nuclear, proxy, hizi ni part ya sababu, lakini lengo ni serikali. Lengo ni muundo na utawala ambao, kwa sababu kitu kimoja kuwa katika haya makubaliano hakuna agenda wala hakuna agreement yoyote imeyosimama kwenye makubaliano imesema kuwa kupitia haya makubaliano Irani itaanzisha uhusiano rasmi na Israeli na kuitambua Israeli kuwa taifa. Hakuna. Maana yake nini? Irani itakaa kuiona Israeli kuwa ni nchi iliyo kinyume cha sheria uwepo wake. Kwa hiyo Israeli na wao watakuwa wanajua kabisa kuwa wale na ubavu wao na nguvu zao, na sasa wameruhusiwa kufanya biashara, wako wanaendelea na kila kitu kwa sababu tu ya kuondolea kile. Hawa watatuumiza kwa sababu hawatutambui. Hakuna agreement ambayo inasoma labda kama mkataba wa Abraham ambao ungemfunga Irani kwenye kumpiga pingu. Angekuwa kama Bahrain, angekuwa kama Morocco, au angekuwa kama UAE. Hakuna mkataba kama huo unaomfunga Irani. Kwa hiyo mustakbali au unasema msingi kati ya Irani na Israeli unabaki ule ule. Wewe ni adui yangu. Kwa hiyo hakuna haja ya haya makubaliano. Ndio hapo Israeli wakichungulia haya makubaliano, hata kama Irani watalegeza msimamo wao waseme kuwa tunaenda kwenye makubaliano yote, licha ya kuwa wamekataa kujadili baadhi ya vitu. Anasema kuwa, nimsikia Arakchi anasema kuwa swala la urutubishaji wa urani kwenye nchi yetu hatutolistopisha hata kama litatugharimu vita. Anasema yani hata kama litatupeleka tufike kwenye vita, sisi hatuwezi tukastopisha. Yani tunaendelea nalo. Sasa hiyo ni kauli ya Arakchi anayosema vile. Lakini kauli zinaweza zikabadilika. Lakini hata ikifika kauli kubadilika, sioni kuepukika kwa hili, kwa sababu kama nilivyowaambia, rais gani mwingine wa Marekani atakuja kusanya mkusanyiko mkubwa wa meli na silaha ambazo zinakwenda na kila kitu kiko tayari? Yani ni kama vile mnataka kwenda picnic, ng'ombe yupo, kila kitu mmesha kusanya, yani vitu vyote vipo vya kwenda. Kilishobaki tumtafute mtu mchinjaji tu achinje ng'ombe, watu tu tuchome nyama tule. Alafu basi tuairishe bana, huyu ng'ombe arudishwe zizini, rudisheni hivyo vifaa, sijui soda tulizonunua, kila kitu rudisheni, tutakuja kwenda siku nyingine. Watu watakwambia haiwezekani hapa. Ndio kile ambacho Israeli ndio kitu ambacho Israeli anakiona kuwa rais gani mwingine ambao watakuja wamshawishi asukume meli kama hizo, asukume wanajeshi wafike hapo, alafu waseme kuwa basi tumeairisha kwenda huku. Katika makubaliano ya aina yoyote haya wafaidishi Israeli. Yani makubaliano ya aina yoyote ambayo Marekani ataingia na Irani hayatomfaidisha Israeli. Makubaliano yoyote ni mwiba kwa Israeli. Hata kama Irani itaamua kabisa kuwa kuanzia leo tunastopisha uwezo wetu wa makombora, uishie hapa, hatutengenezi makombora, hatuzalishi, kwa sababu vyanzo vya ndani vya Israeli vinasema kuwa Irani ilikuwa inazalisha makombora 300 kwa mwezi, na wanakisia kuwa ina hazina ya makombora sijui 1000 ngapi. Maana yake walikuwa kwa mwaka wanazalisha 3600. Yani wanayo, wanasema wana drone zaidi ya 1800. Unajua kwenye ile
kwenye ile Promise 1 kama mnakumbuka, wakati wanatoleana maneno Israel na Irani, Irani ilisema kuwa tutaifunika anga ya Israeli kwa droni zetu. Israel wakamjibu Irani wakamwambia hakuna droni hata moja inaweza ikacross kuingia kwenye mpaka wetu, tutazisambaza zote. Kwenye Promise 1 Irani walirusha droni za kwanza, sijui ilikuwa kundi la droni 350 nadhani, wakazisambaza anga yote ya Israeli. Israel kadogo, kwa hiyo walizisambaza anga yote, wakamthibitishia kuwa tunao uwezo wa kuzingiza droni mpaka kwenye anga yako. Yani huo uwezo tunao. Nilizungumza wakati huo nikasema kuwa hawa Irani wana droni tofauti. Wana zile drone, ile suicide drone. Hawakutuma zile suicide drone. Yani walituma droni za kawaida za kuthibitisha kuwa hauna kizuizi chochote, sisi tunaweza tukapita kwenye anga yako. Kama wangetumia suicide drone ambazo ndio anazitumia mara nyingi Urusi kule, zote ni za aina za Irani zile. Kwa ile suicide drone, yani uishambulie ni bomu, usipoishambulia ni bomu. Yani yenyewe ikija imekuja, yani inakuja na madhara tu. Yani vyovyote ukiipiga italipuka, usipoipiga italipuka. Kwa hiyo hawakutumia. Sasa ukawa unajiuliza kuwa kama waliweza kusambaza zile drone. Israeli alizishusha drone nyingi, lakini drone nyingi zilijaa kwenye anga. Na video zipo, mkitaka ingieni kwenye mitandao huko muangalie kilichotokea. Utaona drone zilivyokuwa zimezagaa kwenye anga zote. Zote kwenye anga zilikuwa zimejaa drone. Kwa hiyo ni tishio ambalo nakwambia kuwa sisi tuna uwezo wa kufikia kwenye kiwango hicho. Sasa makubaliano ya aina yoyote hayana faida kwa Israeli. Makubaliano ya aina yoyote. Ndio maana Netanyahu anakwenda sasa kuchomesha waya, anaenda kuchochea ili ikiwezekana Marekani waingie kwenye vita. Maana yake chaguo pekee lililo bora kabisa kwa Israeli kwenye huu mzozo ni kuingia kwenye vita na Marekani abadilishe utawala wa Irani. Hilo liwezekane. Lakini sasa tuna rais wa aina ya Trump, ana hit and run, yani anapiga, anakimbia haraka, anamaliza vurugu. Mtu anayeogopa vita. Yani yeye ni vijana kwanza ni kunguru kweli kweli. Kunguru ni muoga, anarusha bawa lake. Yani Trump ni muoga. Mara moja atajifanya mwamba, kashambulia halafu kakimbia haraka. Hata Venezuela yenyewe kaogopa, kapiga kamaliza. Kwa tulikuwa tuna shida na Maduro, tumeacha watu wote wamewacha vile vile. Ndio mtu wa hivyo. Sasa aina hii utaibadilisha utawala? Huwezi kubadilisha utawala. Yani naweza nikasema kuwa bado Netanyahu ni kama vile mfamaji, bado anatapatapa, hajui atadondokea wapi, kwa sababu hesabu zake pia hazikai sawa. Hakuna uwezekano wa vita ya wiki moja, wiki mbili ukaubadili utawala wa Iran. Vita ya Saddam Hussein ambaye alikuwa naweza nikasema ni useless, ambaye hakuwa na lolote, ambaye amekaa mnamshambulia kwa njia zote, ilichukua mwezi mmoja, wiki moja na siku moja ndio wakamuondoa Saddam Hussein. Sasa Irani atakusubiri huo mwezi mmoja unamshambulia ukiwa wapi? Na yeye ametulia, amekunja mguu kiasi gani? Na kile tulichokiona 12 days war, paka Israeli anamkimbilia Marekani kuwa bana maliza huu mchezo. Ndio maana mara hii amemtanguliza mbele, baba tangulia. Mimi nikiona yamezidi na mimi nitakuwa nakusaidia kwa pembeni, lakini bwana wewe ndio utakuwa kiongozi, sio mimi mara hii. Je, kuna uwezekano wa kusimama kwa kiwango gani? Hesabu zote ni ngumu. Yani hesabu ni ngumu sana kwa Israeli. Hesabu za kufikia makubaliano ngumu, hesabu za vita ni ngumu. Kwa hiyo Netanyahu yuko kwenye bracket moja ngumu sana ambayo sijui ataweza kuimaliza kwa kiwango gani.